kumkaribisha kiongozi wa sifa. Karibu. Amina. Funika macho yako tuweze kushukuru Mungu kwa ajili ya ibada yetu ya sifa jioni ya leo. Baba yetu, umetuketie mahali pa juu sana pa kuinuka. Tunazo sababu tena za kulibariki na kulikuza jina lako Jehova. Maana ni jioni iliyo njema. Watoto wako umetupa tena kibali cha kuweza kuwepo hemani mwako. Natazama majira haya na kwenda kuinua sauti zetu kwa ajili ya kukusifu Jehova. Tunaalika Roho wako Mtakatifu ambaye ni mwalimu akatuongoze katikati ya ibada yetu ya sifa. Nami mtumishi wako kanitumie jinsi unavyopendavyo. Kusanyiko hili linalisogeza mikononi mwako kupitia jina la Yesu tukiomba na kushukuru. Amina. Amina. Basi tutaimba tenzi namba 92 na baada ya kuimba tenzi, kwaya ya ushirikiano ukijiandaa kwa wimbo mmoja na Ebeneza mkimalizia wimbo mmoja. Amina. Fungua tenzi namba 92. Nataka nimjue Yesu, nataka nimjue Yesu, na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake.
hadi mwisho wa maisha nitakutegemea. Twende tukamalizie ibada yetu ya sifa.
wakati mzuri tena wa kwenda kumtolea Mungu wetu. Karibu mzee wa zamu muweze kuendelea. Haleluya! Shangilia Mungu kwa makofi kwa ya sifa. Amina. Basi fungua moyo wako, nilete kwako baba mchungaji. Karibu baba. Bwana sifiwe. Mungu abariki. Tufumbe macho, tuombe kwa sadaka zetu tulizoleta kwa Bwana. Tuombe. Baba yetu Mungu mkuu, tuko mbele zako tena jioni hii ya leo. Asante Mfalme wetu, tumekuwepo muda ule wa asubuhi na mchana, na sasa tupo jioni hii Mfalme. Lakini Bwana, watumishi wako walio wengi wametenda sana neno lako ya kwamba tusiingie nyumbani mwako mikono mitupu, nao wameingia pamoja na zaka na sadaka zao. Bwana, zote wamekuletea wewe Mungu ni mkuu, nami nawaweka kwako, na sadaka hizi Mungu zitakase, zitende kazi shambani mwako. Kiomba haya katika jina la Yesu. Bwana, tunapata katika neno lako la uzima. Uwe nasi Mfalme wa mbingu na nchi, mwanzo wote na mwisho wake. Na Bwana Roho Mtakatifu useme nasi. Naomba yote tena katika jina la Kristo Yesu. Useme amen. 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 Basi tuendelee na neno la Mungu, na baada ya pale tutamalizia mambo ya asubuhi. Nilikuwa nazungumza habari za itifaki ya ukaaji kanisani. Tutayamalizia baada ya neno la Mungu. Tutayamalizia baada ya neno la Mungu. Kwa hiyo usitoke. Mwambie mwenzako usitoke. Mwambie mwenzako tuko kwenye juma la Pasaka. Bwana asifiwe sana. Juma la Pasaka ni la baraka sana. Nafikiri Mungu alivyo mzuri, hata wanafunzi wamepewa mapumziko ili waweze kumtafakari Mungu vizuri. Nipewa mapumziko, si ndio jamani wanafunzi? Wa sekondari, msingi, vyuo na wanafikira. Karibia kule kwa kabila la Yuda, Mwanzo 49:10. Mwanzo 49:10, Luka 3:22-23. Mwanzo 49:10, Luka 3:22. Unaruka kidogo 22, unaenda na 23. Hiyo karibu kule. Unasoma wa 23 na Waebrania sura ya 7 mstari wa 14. Wasomaji wa haraka. Mwanzo 49. Mstari wa 10. Sawa. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda. Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda. Anazungumza Musa, tumishi wa Mungu. Wala mfanya sheria kati ya miguu yake. Sawa. Hata atakapokuja yeye mwenye miliki. Ambaye ataifa utii. Unaona sasa, unabii ulikuwa unazungumza katika nyumba ya Yuda
asema fimbo ya utawala haitaondoka tena, panatolewa ahadi hata atakapokuja yeye ambaye mataifa wanapaswa wamtii. Kwa hiyo unaona hapo Yuda alikuwepo, ni mtoto miongoni mwa watoto wa Yakobo, si ndio? Unabii unasema katika Yuda fimbo ya enzi haitatoka, fanya sheria hata ajapo yeye. Siku na hiyo kiwakilishi kinasema yeye. Angalia kwenye mstari wote ulioingia kwenye Biblia. Hakuna kiwakilishi hata ajapo. Hebu angalia tena, labda mimi sijafungua yangu Biblia. Angalia kama kiposema ndio. Kipo kiwakilishi hata ajapo yeye. Hapo yeye, sinajua lugha yoyote ina viwakilishi, si ndio? Unaweza kumtaja mtu jina lakini ukaacha kutaja jina ukaweka nani? Baada ya kusema mama nani au nani, Agape njoo. Wewe njoo. Yule pale. Yeye si ndio? Hata ajapo Yesu ndio yeye pale. Hata ajapo Yesu ambaye nini? Mataifa watafanya nini? Watamtii. Jamani, Yesu ni mzuri. Jamani, Bwana asifiwe sana. Huyu ni Musa. Sisi tunasoma Mwanzo hapa au tunasoma Tanzania? Si Mwanzo. Musa alikuwa mtumishi wa nani? Musa alikuwa mtumishi wa Mungu. Musa mtumishi wa Mungu ndiye anayehubiri sasa. Na anasema tena hapa kwamba hata ajapo yeye, huyo ambaye angekuja, mataifa yote kama wangefunuliwa wangepaswa wamwogope, wamtii, wamwabudu. Sijui kama ni sana, ni kweli mataifa watu wanamwabudu Yesu leo. Ndio utakapoona kazi ya shetani ilivyo kubwa na yeye. Na shetani alipojua kabisa watu wanaweza kumwabudu Mungu huyo, akatengeneza vitu vya kufanana vinavyoenda sambamba. Yaani vinaenda sambamba, yani vingi tu. Kwa hiyo vingine mizizi, vingine harisi, wengine wameshika mizizi kwa sababu ni rahisi kushika kuliko kushika kitu kilicho halisi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu Kristo mwana wa Mungu ni mmoja mwenye mamlaka ya kutosha kabisa, ambayo dunia hata kama haimtaki leo itafika mahali itamtaka. Tena wapende wasipende wakazi wa dunia, sisi itafika mahali Biblia inasema kila ulimi na kila goti lazima likiri ya kwamba huyu ndiye aliyetakiwa ni mwabudu, aliyetakiwa ni mheshimu, aliyetakiwa awe Bwana wangu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mbona? Kwa hiyo unaonaje wewe ambao umeona Yesu? Unajisikia vizuri? Haya. Kitabu kingine simitaja kwa Ibrania msoma 7:14. 7:14 Ibrania, wapendwa katika Bwana. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. Kabila ambalo Musa mtumishi wa Mungu hakunena neno lolote juu ya mambo ya nini? Ya ukuhani. Hivi makuhani wa kipindi kile kutoka kabila gani? Walawi. Sio Walawi, si ndio? Lakini Yuda hakunena hata Musa kwamba labda kabila la Yuda itafanya. Lakini sasa Mungu mwenyewe anakuambia, huyu Paulo anafundisha hapa tunaposoma au waandishi wa Ibrania, ni dhahiri kwamba, rudia mstari tumishi. Maana ni dhahiri kwamba, ili dhahiri kwa Kiswahili kingine ni nini? Jamani, tuende pole pole. Mwe mnajibu, akijibu mmoja kipatia unajibu wote kwa pamoja. Dhahiri kwa maana nyingine nini? Wazi. Kwamba sasa weka pale wazi, usiweke dhahiri. Soma tu Afrika wazi ya maneno. Maana ni wazi kwamba, maana ni wazi
Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lolote juu yake. Sawa, katika mambo ya ukuhani. Sawa. Kwa hiyo Yesu tunayemwabudu sisi ametoka katika nani? Kabila nani kati ya yale makabila 10 na ngapi? Ni kabila gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Musa hakuwahi kusema chochote kuhusu hapo, lakini mjue Yesu kwamba ametoka kwenye kabila. Hata wengine walikuwa wanaimba pambio, Simba wa Yuda anaunguruma, Simba wa Yuda anaunguruma, Simba. Tukuta mapambio yale yanawaka moto. Sasa wengine ambao wanajifunza ni Simba la Yuda ni kitu gani? Yaani walikaa huyu mtu sio mchezo. Yaani kama ni mtu mwenye manguvu, huyu ana manguvu, huyu ni simba. Wala sio sifa sana. Lakini simba yupi? Simba anayetoka kwa Yuda. Huyu ni simba. Watu wakatunga pambio, wakaserebuka, wakaimba. Na yeye kule mbinguni akatikisa utukufu wake, akasema safi kabisa. Amen. Kwa kuwa anakaa katika sifa za watakatifu. Amen. Naye akajisikia kweli hapa sasa wananiabudu mimi. Mungu atupe rehema jamani. Amen. Wanadamu Mungu atupe nini? Maana watu wanaabudu poa, akasema asijua. Alipita sehemu fulani katika uinjilisti wake, akakuta madhabahu zimeandikwa kwa Mungu asiyefanya nini? Asijui. Na Yesu katika amekuja akakuta watu wanaabudu asiyefanya nini? Asiyojua. Anakutana na mwanamke anaongea naye. Sasa wewe sisi bwana wa Samaria na wewe si nani? Sisi tunaabudu kule kwenye mlima ule kubwa kuliko jengo la hekalu muhimu. Sisi tutaenda kuabudu kwa mwaka mara ngapi kwa mwaka taenda. Sasa ni maabudu usiyojua. Sasa kuanzia sasa hivi, kwanza wakati unaendelea, mtu hamtaenda kuabudu milimani kule. Ila mtaabudu katika roho na nini? Na kweli, maana mtu ndio atakuwa hekalu. Kwa hiyo wewe hapo ni hekalu la Mungu na Mungu anakaa ndani yako wewe. Sema amen. Kwa hiyo imefika hata sehemu hamna kanisa, kama haupo na uko hai na Yesu yuko hai ndani, ibada zinaendelea. Sema amen. Amen. Jamani. Usizime maiki ndio acha tu. Yaani tuna Wakristo wa maajabu duniani. Hapo nimeacha. Jaribu kufikiri kwamba wewe ujifahamu. Uone sasa huyu Yesu akaambia pala kuna madhabahu zimeandikwa kwa Mungu asijulikana, na leo hiyo na madhabahu imepamba moto. Katika madhabahu hii, katika madhabahu sio tu hii, madhabahu ziko moyoni. Sema amen. Yaani hapa tunaweza kuendesha mkutano hapa hata wa siasa kwenye madhabahu hii. Simama na vioo tu na tiles za damu ya mzee. Jamani, hata kuendeshea hapa hata nini tu. Harusi mama jamani, si mnaona siku zinageuza. Ndio watu wanakaa hapa kwani wanakuwa wachungaji. Sio wanakaa hapa wanaona wanageuza hapo nikenge. Tunapita tutolea na zawadi hapa. Uliwahi kusikia Mungu amegonga? Sasa chafua moyoni mwako uone kama Mungu hatagonga. Sema amen. Yeye madhabahu ni wewe. Sema amen. Sasa tunaweza kuwa na mfumo madhabahu hii hapa, madhabahu hii hapa, madhabahu hii. Wewe msikilizaji wenzangu kwenye redio. Yaani haya tunaweza kuyasikia karibuni. Wala wa zamani wala waga na hii. Wao wanaelewa nikitaka kuwa na matendo kwenye maombi, anapita tu madhabahuni huku. Anajua huko madhabahuni uwepo wa Bwana upo. Amen. Anafika tu anaombea ndani. Lakini ile si madhabahu ya nani, si madhabahu ya nani, si madhabahu hii lugha imekuja hapa, acha iendelee. Wakati wake. Lakini wewe ndani ndio kuna nini? Na maarifa naona tu. Jamani, huyu Yesu mtamu, tumpigie makofi Bwana Yesu. Namba 6. Kristo huyu ambaye unatakiwa kumjua ni wa familia ya uzao wa Yese. Isaya 11:1. Wa familia ya uzao wa Yese. Wa familia ya uzao wa Yese, Isaya 11:1 na Luka 3.
wa familia ya Yesu. Sema wa familia ya Yesu. Isaya 11:1, Luka 3:23 na 32. Luka 3:23 na ule mstari wa 32. Hebu jaribu kusoma katika Isaya hapo. Hiyo ni ya 6 Yesu huyu tunayemtaka. Biblia inanenaje kusoma? Isaya 11 mstari wa 1. Sawa? Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese. Litatokea chipukizi katika shina la Yese. Yese alikuwa baba yake nani? Daudi. Sema tuseme baba yake Daudi. Yese alikuwa mzazi wa nani? Wa Daudi. Basi kutatoka shina katika chipukizi la nani? La Yese. Umeisha mstari? Na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda. Unajua Adamu na Hawa hawakuzaa matunda yaliyopasa yaendelee kuzaa. Lakini akasema huyu akija atasababisha hiyo tawi lake litakuwa lenye matunda mbele za Mungu. Hata waliompata Yesu wana matunda, si ndio? Tena matunda yamezungumzwa hapo chini, hekima nini. Hakuna watu wanaopaswa kuonyesha hekima na maarifa na ufahamu kama kuliokoka. Sio maarifa ya kidunia pekee yake, ya kimungu. Na ndio maana tunapishana na watu. Unashangaa mtu anasema mimi nina Yesu, lakini vaa yake sasa haifanani na nani? Imepungukiwa hekima, imepungukiwa maarifa, imepungukiwa ufahamu, imepungukiwa kuweza. Sasa hii inakuwa shida, alafu unakuta wahubiri wengine na sita. Mungu haangalii mwili. Sasa Mungu haangalii mwili. Sisi tunaweza kusema Mungu anaangalia vyote. Maana yeye hata ardhi walioko huko kuzimu yupo, hapa katikati ya kwenye uso wa na mbinguni wote anao. Kwa hiyo Mungu anaangalia vyote, hata hivi vyombo anaviangalia. Niliona hata kwenye mkesha watu wanaimba wanasema bariki vyombo, bariki wapiga vyombo. Nani alikuwa anaongoza ile habari? Mtumishi pale yeye. Bariki, yani maana yake Mungu anaangalia na nini? Haangalii kweli. Nani anasema Mungu anaangalia vyombo? Nani anasema Mungu anaangalia hata vyombo? Mungu ana maeneo ya kuangalia. Kama kuna tukio fulani linahusu kuangalia vyombo, anaangalia vyombo. Kama kuna siku anaangalia moyo mtu, anaangalia moyo. Kama kuna siku anaangalia mwili, anaangalia mwili. Kama kuna siku anaangalia vyote, anaangalia vyote. Kama kuna siku anaangalia mifugo yako, anaangalia mifugo yako. Yeye huwezi kumwekea mipaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akasema tawi lake litazaa matunda. Sisi watu wa Mungu tunatakiwa kuonyesha matunda yapasayo imani yetu. Vizuri kabisa. Nyumbani unapokaa, kazini unapofanya, mtaani unapokaa, naona kanisani uonekane kwamba ni mtu ambaye una matunda. Kwa hiyo Kristo Yesu unamfahamu ni huyu ambaye ni tawi kutoka katika ukoo wa Yesu. Sio azae matunda, anazaa nini? Matunda. Kama anazaa matunda, ina maana na wewe uzae matunda. Tukukute leo mwalimu unafundisha watu wamjue Yesu. Sio unafundisha watu wajue kitu kingine. Unafuasisha watu wajue kitu kingine. Kuna watu wapo ni wataalamu, wamewekwa na Mungu amejalia vipawa vya kuwa mtaalamu wa kufundisha mtu ajue kitu fulani. Hiyo ni taaluma yake. Watu wanavyo, Mungu amegawa vipawa. Lakini kama mtumishi wa Mungu, na wewe lazima ukijikite kufundisha watu wamjue nani? Mungu. Sema amen. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Si ndio hivi? Hii ndugu shahidi. Kuna mtu ameenda darasani anafundishwa kwamba tunachoma hivi, tunaweka hiki, kila kitu, si ndio? Lakini huyu anaweza akawa anafundisha watu kumjua nani? Simona mgawanyo wewe. Sasa wewe uliokoka, jambo lako kubwa la kwanza ni kuwafundisha watu yote Bwana aliyotupa Mungu. Mbali na taaluma zetu. Kwanza taaluma wale naye mzee hapa mwana taaluma wa mitambo yeye anafahamu, unaona mara mpaka huko kazini. Hiyo ni taaluma yake, lakini
anaweza kukufundisha taaluma yake inafanyaje ukaipata na wewe, hata kama usikuhudhuria chuo. Kupitia yeye anaweza kufundisha. Lakini mtu wa Mungu yeyote aliye na Yesu, uelewe kabisa unapaswa kujua kufundisha watu kumjua Mungu. Sema amen. Na ndio maana nasema hivi, viongozi wote wao wanajua kufundisha neno. Sio hadithi. Tuendelee pale chini. Kwa hiyo Mungu atubariki mpaka hapo. Bwana asifiwe sana. Namba nyingine, Yesu, mjue Yesu zaidi. Namba 7, andika wa nyumbani mwa Daudi, Yeremia 23:5. Nyumbani mwa Daudi. Yesu alikuwa baba yake Daudi, umesema eti mchungaji. Daudi naye alikuwa na familia yake. Na Yesu anaitwa wa nyumbani mwa nani? Daudi. Daudi. Hata ukitembelea huko Israeli utakuta mji wa Daudi. Mji wa Daudi. Na walipokufa wanazikwa katika mji wa Daudi. Wa nyumbani mwa nani? Huyu Yesu tunayemwabudu ni wakati mwingine anasema Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa nani? Haya ni maombi, unapokuwa unapoomba Baba Mungu, Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, Mungu wa Daudi. Unaendelea. Huyu Yesu tunapaswa umjue zaidi ni huyu ambaye Biblia imezungumza ni wa nyumba ya Daudi katika Yeremia 23:5. Hiyo agano la kale unatolewa kutimia kwake Luka 3:31, agano jipya. Wa nyumbani mwa Daudi, Yeremia 23:5, Luka 3:31. Kristo huyu Yesu, ukimfahamu kwamba huyu Yesu yupi ambaye nataka kumfahamu sana. Na kafika pale. Zibaki 2 au 3 tumalize hapa. Yeremia 23:5. Tazama siku zinakuja, asema Bwana. Sawa? Nitakapomfikishia Daudi chipukizi la haki. Naye atamiliki mfalme. Atatenda kwa hekima. Naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Unabii unatolewa huo juu ya nani huyu? Kwanza hapa na kazi zake zinaainishwa, si ndio? Anatokea wapi? Kazi zake zingine zipi? Ametaja zipi hapo kama anaweza kuzingatua kwenye maandiko? Amesema yani yeye ni wa Daudi, lakini atakuwa wa sura gani? Kazi zake nyingine zinakuja hapa amesema. Kwanza kumbe mwangalie Biblia nyingi jamani. Mungu anaangalia neno la Mungu. Unajua watu wengine ndio maana wanataka na Biblia makanisani wanauzwa kabisa, hata kumwambia fungua Biblia mwanzo anafungua Ufunuo. Kwa sababu shida sio kwamba yeye kusoma, haitaki na nini? Yaani hana mazoea na ile Biblia. Biblia lazima uizoee, yaani pale hivi. Umeshafika sehemu. Hivi. Lakini kama ufungui hata kama umeokoka asilia ni 400, bado itakusumbua tu namna ya kufungua. Tuko pamoja? Haya tusome, hebu tusome hiyo mstari. Sasa tena mtumishi, alafu nyofolee pale kazi fulani za Yesu. Tazama siku zinakuja, asema Bwana. Nabii anasema siku zinakuja, Nitakapomfikishia Daudi chipukizi la haki. Sawa? Naye atamiliki mfalme. Atamiliki mfalme, si mfalme. Atatenda kwa hekima. Atafanyaje Yesu? Atatenda kwa hekima. Anatenda kwa nini? Wewe na mimi leo tunatendaje? Sema una Yesu. Sikiliza. Yesu anatenda kwa nini? Alafu mimi na wewe tuna nani? Yesu. Tunatendaje? Twende. Naye atafanya hukumu na haki katika nchi. Atatoa maamuzi ya haki kwenye nini? Katika nchi. Wewe na wewe je, wanakuita watu wengine wamepishana kama tuwaambia asubuhi. Unatoa maamuzi ya haki kama mpatanishi na Bwana heri wapatanishi. Maana hawa wataitwa wana wa nani? Wewe unafanyaje ukifika nyumba ya mtu?
Wewe wanakufahamu umeokoka, hapa mataifa huwa ajali ya ushajua umeokoka, anajua wewe paka kuna hekima. Wanakufuata tu hata wewe wanakwambia. Unapoaje je unapokuwa huko nje huko hafu kuna watu hawajaokoka wengine, huwa unasemaje? Au wewe ndio unaanza kusema pale kanisani kwetu, mama fulani yule usimwone hivyo, mimi hatuelewani kabisa. Alafu unasema kwa mtu ambaye hana nani? Yesu ndani. Akili yako inakweje? Jaribu kufikiri. Akili yako inakweje? Si afadhali uwe bubu? Odi nyumba hii karibu. Mimi naitwa fulani, nimekuja kwa kutembelea. Chai hapa, leteni ninywe. Baba Mungu, ponya chai hii na kunywa wewe afya mwili wangu. Kuna nyaka chai hata kama nyumba ya nani unaondoka. Sema amen. Amen. Bubu. Lakini mwingine anza apige umbea ili chai itoke vizuri. Sasa utakunywa ile matatizo bure. Yaani sikiliza. Wewe yaani Yesu alitenda kwa nini? Kwa hekima. Sasa tunaye nani? Yesu. Lazima tutende katika kila nini? Yaani katika kila jambo nikwambie basi. Haiwezekani mtu amesema nimeokoka, nina Yesu, tukikuangalia unavyoenenda, unavyotenda ni valuvalu. Wewe sasa tuna mashaka na Yesu. Ulielewa ndani? Nakwambia ni mtu wa mashaka. Mke wa mtu umo ndani, una hekima hamna. Nina Yesu mimi. Mbaba, ninyi mmekaa hapa mnatazama na mimi nawatazama. Wakiangalia za kutafutiza. Sio za kutafutiza. Waamini kwamba tunaye baba, sema amen. Huyu ni baba wa hekima kwa sababu amembeba Bwana wa hekima na Yesu Kristo mwana wa Daudi. Piga makofi kwa Yesu. Waumini humu ndani, ndio maana hakuna sababu ya kugombana humu. Humu tunaishi tumejaa hekima, sema amen. Tunajua kuchukuliana. Huyu ni wa namna gani, wewe unatembea umejaa hekima ya kimungu, unatenda kwa hekima kanisani. Sema amen. Hatutegemei kuwa na mtu na adui. Adui unatoka wapi? Wewe kwa nini usifanye kwa hekima? Yaani kwa nini usifanye kwa hekima? Emani nauliza swali. Kwa nini usifanye kwa hekima? Wakati una Bwana wa nini? Kwa hekima. Ndani mwako. Na Bwana anasema hivi, mtu wa kwenu kama amepungukia hekima aombe, ili ajalizwe nini? Kwa sababu huyu Yesu ni wa hekima. Mavazi yetu tunavaa kwa heshima, kwa hekima. Vijana mliokoka, mkiokoka mvae vizuri, sema amen. Munyoe vizuri. Yaani mimi sitaki watu wanaonyoa ovyo. Unanyoa kama vile unarusha ndege za mtegoni. Nyoa vizuri kama uliyembeba Yesu kabisa moyoni mwako. Ukitembea waseme huyu ni mchungaji mdogo wa kanisa lile pale. Sema amen. Kanisa lile pale, huyu ni mchungaji mdogo. Hebu simama bwana. Simama na mwashamba, simama na rafiki yangu, sio wengine nao inua mjapata vizuri. Mimi naongozwa hapa haraka. Simama rafiki yangu. Pita hapa mbele. Si unaona namna hii? Watu kama hivi wamesimama vijana, wa baba wazuri kabisa. Wanameneneta hata akipita. This is servant of God. Hallelujah. Amen. Sasa naona jamani Filipi pale imelala hapo. Eti mpaka watangaze harusi ndio mtu avae vizuri. Na siku leo harusi wa mama wamekuwa wa ajabu. Ikivaa harusi anashangana ashona nguo zimebana namna hii. Aliambia harusi ndio tunaivalia harusi ya mtu. Isikutusumbua inaanza sisi tunazirani. Harusi za leo tukizisumbua tukioza watoto wakisumbua ndio mtazaa. Tujiulize tuliibariki au tulirani? Yaani mwingine sasa nataka nitokelezee kwenye shughuli natoka kwenye yaani mwingine nataka nionyeshe kwamba na mimi napenda kupasua mpaka huko. Ukitembea kama hii napiga picha, ukitembea hii napiga picha. Alafu kwenye harusi ya mwanae. Kumbe unaungani. Kesho akizungumza matatizo, Mungu hakuwepo. Kwenye harusi ya hapo mliharibu. Afadhali sienda. Ili waende wao wenyewe bwana harusi na bibi harusi wanaelewana. Ndani wa Yesu. Siku moja nilitambulisha akasema sisi tulikuwa tunashuhudia mitaani baada ya kupata Yesu. Aitumia lugha moja nimeshaisahau hapo. Isingekuwa hivyo.
Wa Bwana Jofu wao wasingekuwa hapa. Sasa hivi wamevaa suti. Hebu njoo bwana hapa mbele. Ngoja tutatoa mifano. Sema amen. Amen. Tunatoa mifano. Ukiona anatembea upande hivyo usifikiri alizaliwa hivyo. Ni mikogo ya ujana utapa maharibu. Lakini Yesu akamkuta. Kwa sema amen. Wewe mwambie kutembewe na hivyo kama anavyotembea, sio kwamba alizaliwa, maana dunia inataka kumpindisha, lakini Bwana ananyosha. Yesu amekuja ametekeleza, anavaa suti sasa. Haleluya. Amen. Si ndio jamani? Amen. Ukaangalia muulize dunia ni mchanganyaji. Haya kakai mzee. Anasema unaokolewa na Bwana, lakini anabakisha ushuhuda. Kama uko na jambo kariria hiyo. Ndio maana nasema Mungu mnyoshe mienendo yenu. Tembea umenyoka vizuri, usije ukazeeka vibaya. Sema amen. Bado unatembea nafanya hivi, kiuno kakiweka namna hii. Wewe mwache aendelee, mifupa izoee na misuli izoee, ushangaa haribiki. Sasa kituko zaidi, finali wako anasema usiende huku, utaonekana kama uko na umbile zuri, lakini mbele unaonekana kituko. Anasema huyu alikoswa na gari ikataka kumuua, akasalimika, wakanyosha hakunyoka. Kumbe majigai ya dunia yamekunyong'onyeza. Tunamshukuru Bwana, tumrudishie utukufu wetu. Mungu awabariki sana. Haleluya. Namba nyingine ile 9. Yofu anajua anaweza kumsaidia kitu gani. Wewe msaidie rafiki. Hapa namba 9 anasema hivi, umjue Yesu. Nini? Watoto. Namba 9. Watoto wadogo. Watoto kuanzia miaka 2 na kushuka chini. Mivwa nyi mama mnaenda kufungua. Mimi chukulie pale napowaonaga mmeshatoka. Kule mnapokuwa hatujui sisi wengine. Pale umetoka tunashuhudia. Tutakuta hongera kula mtoni. Kunywa uji. Hongera sana mama. Pale ndo tunapojua sisi. Sema amen. Sasa wakati wanakubali hongera na nini? Unaona wanaingia jamaa wamepiga buti. Na wanakuja kumpa hongera, bado mko pale pale. Mume wa mke aliyejifungua yuko pale pale. Wanani wako pale pale, wanaingia hapa tupishe. Wanaume wamepiga huku za kuwazuia kugongwa, huku za kuwazuia manati ya mzungu anayo bunduki kwa manaye. Wamefika. Yeah. Mwingia kitandakili. Kilio, Biblia inasema kilio kikasikika Lamu. Watu Raheli akimlilia mwanae, maana hawapo. Mungu anacheza na Yesu. Lakini Mungu alivyo ajabu. Namba 10 ya mwisho kwa husu hii kuzaliwa kwa juu Yesu vizuri. Mungu namba 10 anasema kwamba atakaa katika Misri. Atakaa katika Hosea 11:1. Atakaa katika Misri, Hosea 11:1. Atakaa Misri maana yake nini? Wakati huo mfalme anasema zunguka, uwa watoto miaka 2 kwenda chini. Mungu akamtokea Yusufu, mama baba mlezi, wewe chukua mtoto huyu, mwanze mbio na mama mtoto, mkimbie mtoke huku Bethlehemu, mtoke huku Uyahudi, mkimbie mwende Afrika, Misri, mwende mkakae na mtoto, maana mtawala wa nchi hii na Mungu wa dunia hii amemkomandi kwamba mtoto auawe huyu, maana mpango wa Mungu ufie pale. Wakakimbia, wakaja kukaa Misri. Maisha yakaendelea mpaka yule mfalme Herode kule. Alifanya nini? Alipokufa sauti ikamuita kutoka kule arudi. Kristo akatoka kule ugenini Misri, hapa Afrika. Arudi wapi? Kule. Ili aendelee na kazi na majukumu Mungu aliyokuwa amemtuma. Kwa nini sio kibendera? Yesu
huyu usifikiri umebeba mtumishi wa Mungu, usema wewe mchungaji must kuwa mtumishi wa Mungu, mtumikie katika roho na kwenda kwa kupenda, kama alieleza, mimi na nyumba yangu sina shida, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Mungu, turuhusu hali mbaya eti tutamtumikia Mungu, tutamtumikia Mungu watu wote wajue. Sema amen. Na wewe useme kwenye ujana wako kwamba mimi nitamtumikia Mungu. Amina. Maana ungeaga na kina James, saa hizi mnafanya kazi ya Kaisari. Weka mawazo mawili ndani ya moyo na juu. Na waacha hapa duniani. Ninyi mwe nuru ya ulimwengu. Nguvu zile nilizopanazo na waachia. Na mimi niko pamoja na ninyi. Endeleeni kufundisha yote niliyokwisha amuliwa na niliyoamuru ninyi. Fundisheni, elezeni watu, ndiyo maisha. Nami nipo pamoja na ninyi. Pige makofi. Kwa hiyo huyu Yesu Kristo, watumishi wa Bwana, jaribu kuona kuzaliwa kwake mlivyokuja. Hebu tusome ile ya mama aliyolia kwa ajili ya mtoto wao, ambayo nimekutajia pale. Kwamba nimekutajia Yeremia 31:15. Hebu soma Yeremia 31:15. Alafu na Mathayo huko si mnafahamu kabisa. Hebu soma pale. Usome ile watu walilia. Tunamwabudu Yesu aliyeponywa na Mungu, alilindwa, watoto wakule walikufa, hakijua, lakini ukiendelea kuchimba sana unaweza kujua walikufa ngapi, kama walikuwepo wana utafiti. Sasa kujua tu mambo yote Mungu anafunua. Unaweza kuambia watoto wangapi walikufa. Kuna watu walipoteza watoto wao kikatili, hakaumwi homa, hakazaliwa hakana matatizo, kingine kamemaliza mwezi mmoja, kingine kamemaliza mwaka mmoja. Fikiri kama mtoto wako ule naye sasa hivi wewe wa muda kwanza miaka 2 kurudi chini, anafatwa, alafu anauawa huku naona. Huenda huyu Yesu. Huenda huyu ndio Yesu. Huenda huyu ndio Yesu. Huenda huyu ndio Yesu. Hakuwa ni wa kiume, kata kichwa. Huenda ndio huyu, kata kichwa. Huenda ndio, yaani walikatwa wengine wasio yeye. Wewe unafikiri tukimhubiri Yesu kwamba umjue vizuri ni namna gani? Mtu mwingine anafikiri hii ni dini tu tunaabudu. Maana mteeni Yesu mulio askari. Imba tuweke beti moja tu, tuanze kwanza. Wote tuimbe moja. Fungua hiyo tenzi, uione kidogo huyu mwimbaji anaimba. Usifikiri walioweka vitu hivi wameweka kwa bahati mbaya. 71 tenzi. Wengine wakitafutia lile andiko la Yeremia ngapi nimesema? 31:15 na Hosea 11:1. Tukisoma hayo tutamaliza. Tuimbe wimbo wetu. Yo askari wenipenda mkaetayari kwenda naye vitani, sisi hatuchoki hata washinde pia yeye amiliki. Piga Yesu makofi, ni ajabu sana. Jamani, hivi vitabu vimeandikwa kama utama. Wanasema unataka kununua kitabu cha tenzi za rohoni uimbe, nunua. Mwingine umeokoka na miaka 10 mpaka sasa hata tenzi huna. Hata kujihuzurisha tu kwenye mafunzo kwamba wataimbisha hata mimi moja nitajua nini nijue, hamna. Hiyo ni mbaya sana. Zimewekwa hizi, zimewekwa wakfu, zimetangazwa dunia nzima, tenzi za nini? Za rohoni. Wanaelewa kama zinazungumza nini hizo? Zinamsemaje kuhusu Yesu, kuhusu mambo kadha wakati zinasemaje? Sasa Wakristo wa leo tusipofundisha hivi, tunaenda kama tunavyoenda sisi. Baadaye tutakuwa na maroho yale. Ipo njia inaonekana sawa machoni
pa mtu, kumbe mbele ni kifo. Hatutaki njia zinazoonekana sawa, tunataka tutembee katika njia halisi ya Mungu. Ukisema neno vilingane na tenzi, tenzi ukiimba ilingane na nini? Na neno la Bwana. Sema amen. Maisha yalingane na Biblia. Sema amen. Vita vyako vilingane na tenzi inavyosema. Hata kama wewe, lakini Yesu Kristo anafanyaje? Anamiliki hata sasa. Maandiko yale yanasemaje wapendwa? Sauti imesikiwa Rama. Kilio na maombolezo mengi. Kumbe kilio, maombolezo machache, mengi. Raheli akiwalilia watoto wake. Huyu sijui alikuwa amezaa labda mmoja na mwaka mmoja, alafu mwingine na unajua anaweza kuwa mmoja na mwaka mmoja, mwingine na mwaka mmoja na nusu, mwingine na miezi 6. Mwingine na miezi 6. Sasa wakifo hicho wanapita wale jamaa wote wanaswaga wangapi? Watatu. Asikubali kufarijiwa na watoto wake. Sawa. Kwa hawako. Kilio na maombolezo mengi sana. Yakiwa mengi, maana na pale na pale na pale na pale na pale walikuwa wanalia. Wakitaka kufarijiwa, wewe nyamaza, siwezi kunyamaza mimi. Wanangu hawa kasomake katafute. Wewe ndio alikuwa anapaka kwenye maroli, wanaenda kumwaga mtu naye. Wewe ndio kutupa maiti za watoto wadogo vidogo, siweza kusema malaika hawa hata Mungu, lakini waweka adhabu mwanga kwa shetani, kwamba hakika hatutaki huyu Yesu aonekane. Sasa tuvuruge kuanzia miaka 2 kushuka chini. Wakafanya hivyo, maandiko yanaeleza. Wamama wangalia Raheli analia na analia wanaye. Anambia tu nyamaza, siwezi kufariji. Unataka nifariji nini mimi? Watoto wangu hawa hapo sasa. Acha hii, mtu anakufa, watoto wanakufa kwa ajali. Kuna wazazi walipoteza watoto kwa sababu ya kuzaliwa kwa Kristo Mwokozi. Yesu anapingwa. Sasa sikiliza, usitafute kupendwa wewe. Amina. Ukiwa na Yesu usitafute kupendwa na watu wasio na Yesu. Hawatakupenda na kupenda hakupo. Lazima usimame, ujilinde kwamba unaishi vitani, unaweza kuuawa na Yesu wako. Lazima usimame imara. Sema amen. Wewe ni mtumishi wa Mungu unayesema haki, na haki duniani haitakiwi. Sio mna habari? Haki duniani haitakiwi. Haitakiwi. Na wanasema kwenye haki wangu naishi kwa imani. Lakini mwenye haki anapambana na mambo mengi, lakini Bwana unakusaidia yote. Mungu awabariki sana. Tumshangilie Bwana Yesu kwa makofi sana. Twende kwa Yesu mimi nawe, njia atuonya tusimama hapo hivi. Na wenyewe hapa fuate hiyo. More.
gani? Yako mmoja mshikane mikono. Akamtafute rafiki yako mmoja hata wawili, mshikane mikono kidole. Usikie habari za Kristo. Wote tunatakiwa tuwe na Kristo, tukae na Kristo, tuende na Kristo. Alisema furaha tutaiona tukiwa na Kristo. Muombee sasa. Huyo ni mwanakanisa. Umesikia nimesema leo kuna makengeufu mengi. Leo kuna watu wanafanya vingine. Umuombee huyo. Ukiombea huyo, omba kwa niaba ya kanisa lote duniani. Wako wapendwa wenzetu wasigeuke akamwacha Yesu, wakashika ya dunia, wakashika mila na desturi zingine zisizofaa, zisizompendeza Mungu. Tuombe, muombe mwenzako. Baba Mungu, katika jina la Kristo mfalme wetu. Asante Bwana mwaminifu mno, Mungu ambaye umemkomboa kila aliyeshikana mikono na ndugu yake, kwa kuwa umesema sisi ni ndugu katika wewe Yesu. Ni watu muhimu, umetuita, umetuvisha vazi zuri, vazi la kiroho, Bwana majeshi, kama watumishi, wawakilishi, mabalozi ambao umesema ni wajumbe wako. Tunene siri zako Bwana majeshi, tutangaze wema wako, tutangaze sifa zako. Asante Bwana, naombea watu hawa, tunaombeana sisi kwa sisi Bwana majeshi, ili Yesu Kristo kae ndani ya kila mtu. Asante Bwana mabwana, kila mmoja akaimamike katika wewe, akawe balozi mzuri, akiwa mwenendo safi, akiwa na mwenendo safi katika mwili wake, awaye mzuri kwa sababu anakuwakilisha, akuabudu katika roho na kweli, kwa sababu kuabudu kunaabudu kwa jina lako. Umtenge na ibada zingine mbaya, umtenge na roho ya kuzimu, umtenge na mashetani, umtenge na roho za uasi kwa jina lake Yesu Kristo. Takasa kila mmoja wetu, Yesu aingie ndani, ingia ndani ya kila mmoja, ufanye makao Bwana Yesu, ufanye makao. Wewe ni mwema, wewe ni wa ajabu, wewe ndiye unayepaswa kuabudia, wewe ndiye unayepaswa kufuatwa. Bwana masema unifuate mimi kama Kristo. Paulo akasema hivyo, watu hawaendelee kukufuata Yesu, watu hawaendelee kukufuata Yesu. Mama huyu akaendelea kukufuata Yesu, asichoke njiani, asizumie njiani. Bwana wa mabwana, msaada wako upepo. Tazama huyu alikuwa amechoka siku zile, ukamwinua. Siku zile alipita katika majaribu ya ndoa, lakini wewe Yesu ni mzuri, ulimaliza mambo yale, hata sasa anaendelea. Huyu alikuwa na hitaji lake, hakupata watoto, lakini ulisikia Bwana, hata sasa umewapa wajawazito wengine. Wewe Bwana ni mwaminifu, wewe Bwana ni mwaminifu. Huyu alikuwa hana kazi, alipokulilia wewe, lakini hata sasa umempa kazi. Huyu alikuwa hana biashara, alipokulilia wewe Yesu, umemfanya amekuwa na biashara hii. Bwana wa mabwana, na biashara hii ameipata katika njia nzuri, wala hajaua mtu, wala hajaiba. Bwana wa mabwana ni mwema. Mvua yako ya kiroho iendelee kushuka, mvua yako ya baraka iendelee kuwabariki wanaokufuata. Ulimwambia Ibrahimu, uzao wako utakuwa mwingi, utawabariki wanaobariki. Na Bwana wabariki na hawa wako vijana wanachipukia, maisha yao bado yanaanza. Naomba Mungu ende nao, uwafanikishe. Wengine hawana viwanja vya kujenga, wengine hawana hata nyumba za kukaa, wengine wazazi wao wametangulia mbinguni. Umebaki wewe Yesu, ndio utakayewawezesha. Ninakusihi katika jina la Yesu,
amekuwa hana chochote, lakini Yesu umesema yote yanapatikana kwako. Naomba Bwana aendelee kuchipua kama mche wenye nguvu, kama mche wenye mbolea, kama mche unayemwagilia. Umesema atakaye kushika wewe Yesu atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga maisha yake kwenye mwamba. Atakaye kushika wewe atafananishwa na mti uliopandwa kando kando ya maji, unaozaa matunda wala upate shida. Baba Mungu, kanisa hili ni mali yako wewe Bwana Yesu, ndio tumekuja kwako, tumekuamini. Bila wewe hakuna anayeweza jambo lolote. Jina lake Yesu Kristo, Bwana Mungu ni hai. Tafakari Bwana Mungu, waguse watoto wako, wabariki Mungu. Wameonewa wakati mwingine, wameonewa na adui. Kuanzia sasa ule uwepo wa shetani, ule uwepo wa kipepo, ule uwepo wa kijini, ule uwepo wa kuzimu, ule uwepo unaoletwa na uchawi, kwa damu ya Kristo tunaungatua, tunaungatua, kwa maungatua. Umetuma mamlaka ya kusaga kabisa kila mkono zilizobe na wana wa Mungu. Baba Mungu, asante. Ni mwema mno Bwana, ni mwema mno Mungu. Tusaidie Bwana kuendelea kwetu, tuwezeshe Bwana kuendelea kwetu, ushike mkono Bwana wa Bwana. Haleluya Mungu, nihurumie kanisa lako Mfalme, wahurumie watu wako Mungu, wafanye kama upendavyo wewe. Tu tayari Bwana, tu tayari na nyumba zetu, tu tayari na watoto wetu, tu tayari na vile tulivyo navyo. Yote ni vyako, utubariki kwende na wewe Mungu. Kwa magomvi kwenye familia zetu, kwa magomvi kwenye kazi zetu Bwana, ondoa mioyo mizito, ondoa tabia siyofaa, tulete tabia njema Mungu. Asante Bwana mabwana, wabariki watoto wako hii katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tuseme amen, tukimshangilia Bwana Yesu kwa makofi mengi mengi mengi. Ambie mwenzako bariki. Amen. Asante sana jamani. Tukaze mwendo, baki na Yesu. Wakati tunakaa kidogo tumemaliza, unaweza kunifurahizi wa